Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Padri Wojtek Adam, msimamizi na mhifadhi mkuu wa kituo cha hija cha kitaifa cha huruma ya Mungu Kiabakari, leo anatimiza miaka 37 ya upadri tangu apewe daraja takatifu la upadri. Lakini pia amekuwa ni padri ambaye ni chachu kwa makundi mbalimbali ya mahujaji kutoka ndani na nje ya jimbo letu la Musoma kufika katika kituo hicho cha huruma ya Mungu Kiabakari kwa ajili ya kuchota baraka. Katika miaka hiyo ya upadri, Padri Wojtek anatamani nini katika maisha yake? Tamani zaidi na zaidi kuwa chumvi kuliko nuru. Mimi binafsi na mwelekeo tofauti. Ninapenda kurudi na kujificha zaidi na zaidi. Kupunguza maneno, kuongeza ukimya mtakatifu, kumtanguliza Kristo katika maisha na neno lake na sakramenti. Kuongea na kufanya kazi pale tu ambapo inahitajika. Sio kutafuta kuonekana kwenye mitandao ya jamii na kadhalika. Natamani maisha ya kujificha, maisha ya kuwa chumvi. Na ninadhani mimi binafsi katika umri huu na miaka yangu ya upadri, mara nyingi sana tuna mapadri wale ambao si maarufu sana, lakini ukimkosa amefariki, kila mtu anajua kwamba kuna pengo kubwa. Lakini je, anatoa ushauri gani kwa waamini? Wakikuchagua kwenye uchaguzi wa halmashauri, ukubali ni sauti ya Mungu, usikatae kazi ya Mungu. Lakini usitafute umaarufu, usitafute uonekane mbele ya watu. Uwe chumvi kwanza. Wakitaka uwe pia nuru, basi hiyo ni hatua nyingine. Mbali na ushauri, anaomba waamini wamwombee kuhusu nini? Niombee na mimi nizidi kuwa chumvi. Nizidi kujificha nyuma ya Yesu. Nipungue, Yesu aongezeke. Hongera Padri Wojtek Adam kwa miaka 37 ya upadri, na Mungu aendelee kukulinda na kukubariki katika utume wako. Niliyekuletea makala hii fupi ni mimi Veronica Modesti kutoka idara ya mawasiliano Jimbo Katoliki la Musoma. Idara ya mawasiliano Jimbo Katoliki la Musoma, habari na uinjilishaji.